Naam, shalom watu wa Mungu. Nilikuwa najiuliza kwenye tafakari ya Pasaka ikiendelea, kwa nini Yesu alifariki? Kwa nini Yesu alikufa kwa ajili yetu? Kwa nini Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yake? Je, huko ndio kuokoa? Maana katika Mathayo 1:27 ile inasema kwamba Mariamu atamzaa mwana, atamuita jina lake Yesu, naye atauokoa ulimwengu na dhambi yao. Kwani ilikuwa lazima afe? Kufa wewe ndio kuokoa? Ndio maswali ya kujiuliza. Lakini katika kusoma nikapata ufahamu fulani kidogo, ambao nilikuwa katika kusoma Biblia nikapata ufahamu kidogo. Yesu, kuokoa ni nini? Huko kuokoa ni kupi? Kukoje? Kwa nini Yesu anasema alikuwa kama mwana kondoo asiye na hatia, akautoa uhai wake, akamwaga damu ya mtu asiye na hatia ilimwagika kujinunulia. Biblia inasema kujinunulia watu wa kila kabila kwa gharama ya damu. Kwa nini maneno katika Biblia yanasema hivyo? Kuna maswali huwa yanakuja ukiwa unasoma maneno haya. Kama Yesu aliokoa ulimwengu, anasema nimekuja kuwatangazia maskini habari njema na kuwafungulia waliofungwa na kutangaza mwaka mpya wa Bwana. Kama tuliokolewa au alituokoa, je, ni kwa namna gani? Mbona bado tuko hivi wanyonge, tuko hivi kama vile tumefungwa katika mambo fulani? Kwa nini tuko hivi? Au tumeokolewa rohoni? Ndio swali ambalo huwa na maswali ambayo yanakuwa yanakuingia kwenye fahamu. Wakati mwingine nimekushirikisha tu, yanakuwa yanakuja hayo maswali, lakini nikawa nafikiri Yesu, mimi nionavyo, Yesu alikufa kutuonesha kama mfano. Yaani yeye alikuwa kama mfano, yeye alikuwa kielelezo. Anasema katika Yohana 13 mstari wa 15 anasema yeye ni kielelezo, yaani ni mfano kwetu, maisha yale aliyoyapitia. Kiendelea kusoma pale anasema kama wamefanya hivi kwa mti mbichi, je, mti mkavu itakuwaje? Ina maana Yesu kama yeye aliyoyafanya yote, aliyoyapitia yote, kama Wakristo, kama tunaosema tunafuata tabia zile za Kristo, lazima zile njia tuzipitie, maana yeye ni njia, kweli na uzima. Huwezi kwenda kwa Baba wa mbinguni usipopita kwake, kupita katika njia hizo, kupita katika mfumo huo wa Yesu. Kwa hiyo hapa nikasema kwamba Yesu alikuwa ni mfano. Hiyo Mathayo, utaenda kusoma Yohana 13:15. Lakini pia Yesu alikuwa yani alichokionyesha cha kufa yeye alionyesha kama mfano, yani alifanya kama kutuonesha ujasiri, kwa sababu inawezekana huko nyuma kabla ya Yesu watu walikuwa wanaogopa kufa kwa ajili ya jambo jema. Sasa Yesu yeye akaishi maisha hayo na akatuhumiwa, akauawa kama mtu asiye na hatia, kutuonesha sisi kumbe na sisi tunatakiwa tupitie njia hizo. Kwa hiyo Yesu aliuawa, na huko ndiko kuokoa. Yaani nilipokuwa na tafakari, na huko ndiko kuokoa kwenyewe. Kisoma hapa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. 21, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa hiyo kumbe kama hakuna kiyama ya wafu, Paulo anasema basi kuhubiri kwetu ni bure. Kumbe Yesu alikuja, inawezekana kuokoa, alikuja kutuonesha mfano, akafa akafufuka ili sisi tuone kumbe mtu ukifa unafufuka tena. Inawezekana kabisa watu wa Irani wale wanaokufa, wale wakuu wa Irani, tuone hapa kama huyu mkuu hapa, wale wanaokufa wakina Ayatola, wakina nani, viongozi, unasikia wanasema kwamba wao kufa ni ibada. Kumbe wale, inawezekana wale ndo wa Kristo, wale ndo wanaishi Ukristo wenyewe, ndo wanauishi. Sisi tunaogopa kifo. Kifo kinaogopesha, sawa, lakini hatutakiwi kukiogopa kifo, kwa sababu Yesu alishatuonesha tusikiogope kifo. Ameishinda mauti. Maana yake maisha ya utu wema, maisha ya haki, maisha ya kutetea watu, maisha ya kutetea ubinadamu yanaweza yakakupelekea kufa, lakini Yesu alikuwa kama mfano kutuonesha kumbe tusiogope.
tusiogope. Ndio maana Biblia mara nyingi imesema tusiogope. Kwa hiyo Yesu alikuwa kama mfano, anatufundisha kwa mfano, kutuonesha kumbe kifo sio kitu kwetu. Ukiwa mtu mwenye haki, ukiwa mtu mwenye upendo, ukiwa mtu unayeishi, unayetenda sawasawa, mtaua, mwelekevu, mkamilifu, kufa katika Bwana ni faida sana. Paulo anasema kwamba hata kwa kifo mwili wangu utamwazimisha Kristo. Kumbe sisi tunaogopa kufa kwa sababu kuna mambo mengi hatujatenda vizuri, kuna mambo mengi hatujatenda vizuri. Yesu Baba yake alimtuma, anasema ametutuma na sisi, na maana yeye Baba yake alimtuma kuja kuokoa kwa njia hiyo ya mauti, basi na sisi anatutuma kwenda kuokoa kwa njia hiyo ya mauti. Soma Yohana 20 pale, taona anatutuma sisi. Kumbe Yesu alikuja kutuonesha, kuturudisha, kurejesha ujasiri ndani yetu wa kufia, kutetea haki. Biblia katika Mathayo inasema heri wenye kiu ya haki, maana watashibishwa. Kumbe Yesu ndo maana alikufa. Yesu alikufa kutuonesha sisi, kumbe tukiishi maisha ya utauwa yale, na sisi tukifa, yani alikuwa anatuonesha kwamba kumbe tukifa tunaweza tena kurudi kwa mara ya pili na kufufuka. Kama kiama ya wafu haipo, basi kuhubiri kwetu ni bure. Kama bado tunaogopa kifo, bado tunaogopa watu wanaotutisha katika kuwema, katika kunena vizuri na kutenda vizuri, katika kutetea haki, katika kutenda sawasawa, kutenda kwa usahihi, na tunaingia kwenye makosa kwa sababu ya kuogopa, basi kuhubiri kwetu na kusali kwetu ni bure. Hivyo basi Yesu alifanyika kama mfano, kutuonesha kumbe mauti haina kitu kwetu sisi ambao tumempokea Kristo, tunaishi ule Ukristo. Basi nimalize kwa kusema kwamba kwa kuwa tumefufuka na Kristo, kama Wakolosai hapa anavyosema hapa Paulo, kwa kuwa tumefufuka na Kristo, basi tuyawaze yale yaliyo ya juu, aliko Kristo ameketi mkono wa kuume wa Baba. Kwamba basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yafuateni yaliyo ya juu, aliko Kristo ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo ya juu, sio katika nchi. Tuyafikiri yaliyo ya juu, tufikiri kuleta ufalme wa Mungu hapa katika maisha tunayoishi. Na ukiyafikiri maisha hayo, basi utakuwa mtu wa kutenda haki, utakuwa mtu wa kupenda haki, utakuwa mtu wa kupenda wema, sababu Mungu ni jambo jema. Mungu ni jambo jema, Mungu ni kutenda sawasawa, Mungu ni kutenda kwa haki na kweli. Huyo ndio Mungu. Kwa hiyo Kristo alikufa kutuonesha, kutupa ujasiri. Kumbe na sisi tukiishi katika maisha ya haki, maisha ya wema, maisha ya uaminifu, maisha ya upendo, kumbe tunaweza tukauawa, lakini kuuawa kwetu ni faida sana. Anasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika mara baada ya taabu yao, maana matendo yao yafuatana nao. Kumbe ni heri kufa katika Kristo, heri kufa katika mambo mema, kufa katika jambo jema. Maana yake wewe unakuwa tayari umeishinda ile mauti. Yesu anatuonesha alishinda mauti. Kumbe na sisi tukiishi katika yale maisha, hata tukiuawa katika hayo maisha, tunakuwa tumeishinda mauti. Ndio maana anasema wale wakina Ayatora, wakina Khamenei, wale watu inawezekana wale ndo wanaishi Ukristo kabisa, wale ndo wanaujua Ukristo, hawaogopi mauti. Wale wanasema kufa kwao ni ibada, na ndivyo inavyotakiwa kuishi mtu mtaua. Neema ya Kristo ikawa pamoja nanyi nyote, niwatakie wakati mwema.